Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unakumbuka kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana ni haya maneno ambayo Nay wa Mitego bwana ameyazungumza kumhusu Diamond Platnumz. Na haya maneno bwana kwa namna moja au nyingine ni kwamba amemeke headline kwa sababu ni moja kati ya track ambazo walizifanya kitambo kidogo. Nadhani utakuwa unakumbuka kwamba Nay wa Mitego bwana na Diamond walishawahi kushirikiana katika nyimbo ambayo inafahamika kwa jina la Mziki Gani. Sasa jambo ambalo amelifanya Nay wa Mitego ni kwamba ameamua kuiposti hiyo video ya Mziki Gani, na katika hiyo video ni kwamba akaandika caption hapa chini ambayo hii inaonekana kabisa kwamba ni kijembe kwenda kwa Diamond Platnumz kwa jinsi ya maneno. Nyimbo yenyewe ilikuwa ni ya vijembe, walikuwa wanapigana vijembe marapa dhidi ya wasanii wa Bongo Flava, Nay akiwa kama rapper alafu Diamond yeye akiwa kama msanii wa Bongo Flava. Sasa katika vijembe ambavyo walikuwa wanapigana bwana, leo hii bwana Nay wa Mitego ameona kwamba viko relatable na mada ambayo anataka kuizungumza. Kwa hiyo basi ameposti hiyo video alafu then akaweka caption hapa chini ambayo hii caption bwana inasomeka kama ifuatavyo. Nay anasema kwamba bwana, nilisema miaka 10 iliyopita kwenye huu wimbo cause nilikuwa na yaona live kabisa mwenyewe. Mara nyingi wasanii wamekuwa wakichukulia poa sana mashabiki, wanawavimbia mashabiki wakati mimi nikijua kwamba hawa ni mabosi zetu. Sema tu hawajaamua kutuonyesha kuwa wao ndo mabosi zetu. Haya, sasa hivi ni kwamba ndo wameamua sasa kuwaonyesha kwamba wao ni nani. Akamalizia hapo hashtag tuko busy, link on bio. Hii bwana ni kwamba Nay wa Mitego amekuja kuzungumzia jambo ambalo limekuwa likiendelea huko mitandaoni kwa namna moja au nyingine. Ni kwamba imeonekana wazi kwamba wasanii hawapati ile support ambayo walikuwa wanaipata hapo awali, baada ya wananchi wenyewe kuona kama vile wasanii wamekuwa wakiwaletea nyodo na dharau, kwa wameamua kutokusupport kazi zao. Ambapo at the end of the day ni kwamba Nay wa Mitego bwana amekumbushia alivyomchana Diamond Platnumz siku kadhaa au miaka kama 10 iliyopita. Lakini ukiachana hilo pia vile hicho ni kijembe bwana kutoka kwa Nay wa Mitego kwenda kwa Diamond Platnumz, ambapo wadau bwana wamekuja kuweka maoni yao bwana kuhusiana na hiyo situation. Kwa mfano hapa bwana, kuna watu wengi sana hapa wamekuja wamepongeza au wamemunga mkono alichokizungumza. Kwa mfano kuna msao bwana, kaka uliona mbali sana. Kwa msao bwana, mbele ulikuwa huko mbele ya muda. Kwa msao bwana, Nay wewe ndo msanii wetu mwamba kabisa. Kwa msao kwamba kiukweli uliona mbali kaka, huko mbele ya muda. Mimi kama Gen Z sijui huko mbele itakuwaje. Yeah, so basically ni kwamba kila mtu amekuwa akisupport kile ambacho alichokizungumza Nay wa Mitego, kwamba wasanii hawapaswi kuwaringia mashabiki au kuleta nyodo, kwa sababu mashabiki ndio kama vile mabosi wao, kwani mashabiki wasipokonsume kazi ambazo wao wanaozitoa, basi moja kwa moja bwana itapelekea mziki wao kuyumba. Lakini pia vile baada ya vijembe kutoka kwa Nay wa Mitego kwenda kwa Diamond Platnumz, Diamond naye pia kupitia ukurasa wake wa Instagram kuna ujumbe ambao ameuweka, ambapo wadau mbalimbali bwana wamechukulia kama vile ni kijembe vile, lakini wadau sasa wanajiuliza kwamba je, kijembe hiki cha Diamond kinaenda kwa nani? Ambapo watu wengi sana wamehisi kama vile kwa namna moja au nyingine inawezekana kwamba vijembe ambavyo ameviandika Diamond katika Insta story yake vilikuwa vinalenga moja kwa moja kwenda kwa Harmonize Konde Boy, kwa sababu ndiye msanii ambaye amekuwa wakitupiana maneno kwa muda mrefu.
Diamond bwana ameposti watu wakiwa wamevaa mashuka mekundu na meusi wakiwa wamesimama nyuma ya mishumaa, alafu Diamond akaandika kwamba online God did offline, akaweka hiyo picha akiwa anamaanisha kwamba watu wengi sana wakiwa online bwana wanadai kwamba Mungu ndiye kila kitu kwao, mafanikio yao yote ni Mungu ndiye ambaye amewapambania. Lakini pia alafu alivyoandika offline akaweka hivyo watu kama vile wako wanaroga, ina maana kwamba kuna watu hao ambao online wanajifanya wanamwabudu Mungu, wakitoka online moja kwa moja mambo ni majuju. Sasa kutokana na posti hiyo ya Diamond Platnumz katika Insta story yake, wadau mbalimbali wamekuwa wakijiuliza kwamba je, Diamond kuposti hivi alikuwa anamaanisha nini? Ni nini haswa ambacho alikuwa anataka kukimaanisha au anakizungumzia, au ni kijembe hiki bwana kimemlenga nani exactly? Kwa hiyo hapa bwana, kuna page imekuja imeposti kuhusiana na hizo updates ambazo Diamond ameziweka katika kurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story, alafu akauliza hapa chini kwamba nani aliyeelewa, yani ni nani aliyeelewa alichokiposti Diamond? Sasa kutokana na hayo yote bwana, ni kwamba comment zimekuwa ni nyingi, wadau mbalimbali wamekuwa wakilizungumzia swala hilo, watu wamekuwa wakispekulate kwamba alichokizungumza Diamond hapo alikuwa amemlenga nani huyo ambaye akiwa online anasema Mungu ndiye mtenda wa yote, alafu offline ni mwendo kwenda kuloga. So hapa bwana, wadau wamekuja kuzungumza mawili matatu kuhusiana na hii issue. Kwa mfano, kuna mtu anasema bwana, huyo boya ashindwi kuturoga Gen Z wote ili tumsapoti. Wabongo wanakuambia kwamba bwana Diamond bwana ashindwi kuroga Gen Z wote wamsapoti. Lakini pia hapa kuna mtu mwingine bwana anasema kwamba hebu acha kutuchanganya wewe, sisi tupo na kazi, tuko busy na kazi. Kuna mtu amekuja kucomment hivyo kwamba Diamond alichokiposti hicho ni kama vile anawachanganya tu, kwani wao wako busy na kazi. Kuna mwingine anasema bwana atajua mwenyewe, uzuri sasa hivi watu hawana time na yeye wako busy na haso zao za maisha. Kuna mwingine anasema bwana mwezi wa 12 huu kafara zinahitajika sasa, wanajifanya kama vile mnajua sana kuongea, sasa nyie endeleeni. Kuna mwingine anasema bwana hatutaki kusikia habari za huyu jamaa kabisa, ukizipata wewe kaa nazo tu binafsi, usitupostie. Mambo hayo. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment. Lakini pia vile hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.